Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu Waislamu, baada ya himdi na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukamshukuru Bwana wetu Muhammad ambaye kwamba ametuongoza katika njia ya haki mpaka leo tukawa tuko katika njia ya haki na tukawa si wenye ambaye kwamba watapata njia ambazo kwamba si za haki. Kwa haya yote tuseme alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, katika mshairi mmoja Ahmad Shauki amesema katika shairi lake, amesema daqatu qalbi al-mar'i qailatun la innal hayata daqaiqun wa thawani fa'mal li nafsika ba'da mautika dhikra fa dhikri lil insani umrutani. Maana yake daqatu qalbi al-mar'i qailatun la, kugonga au mgongo wa moyo wa mwanadamu kumwambia yeye huyu mwanadamu, innal hayata, hakika huu hai, daqaiqun wa thawani, ni dakika na sekunde. Fa'mal li nafsika, basi ifanyie kazi nafsi yako au jifanyie kazi wewe mwenyewe, ujipinde baada ya mautika, baada ya kufa kwako au baada ya mauti yako. Fadhikri insani umrutani, basi utaji wa mwanadamu utakuwa ni umri wa pili. Na ni jambo gani ambalo kwamba litakufanya wewe uwe unaishi katika umri wa pili? Tuangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuletea sisi dini ya Uislamu, dini ambayo kwamba imemfanya huyo mtume mpaka leo anatajwa katika vitabu vyake. Tuangalie maswahaba zake kwa yale mambo mema au venye ambavyo kwamba ameishi na binadamu mpaka leo anatajwa, akina Sayyidina Umar, akina Sayyidina Ali, mpaka leo anatajwa. Je, wewe ni jambo gani ambalo kwamba utalifanya ili ukifa utakuwa unatajwa katika umri wa pili? Na katika hii dini ambayo kwamba imekuja na Bwana wetu Muhammad, hamna jambo ambalo kwamba ni zito, hamna jambo ambalo kwamba litamfanya wewe ufaulu, na katika mambo yote yao yanaingia katika sistemu yake, isipokuwa uwe na tabia nzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika kitabu chake kitukufu, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe Mtume Muhammad uko juu ya tabia nzuri. Aya hii inaonyesha ya kwamba tabia njema ni daraja kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akamsifu mtume wake kuwa wewe una tabia nzuri. Hivyo ina maana ya kwamba Muislamu yeyote anatakiwa awe anajipamba na tabia nzuri, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa katika hii dini ya Uislamu ili akamilishe kuwa na tabia nzuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema za Mwenyezi Mungu na amani, inna ma bu'ithu liutammima salihal akhlaqi, hakika nimetumwa ili nikamilishe tabia njema. Je, hivi sasa ni watu wangapi ambao kwamba tabia zao ni nzuri ndani ya Uislamu? Na ukiwa na tabia nzuri, ukifanya mambo mema, basi ukifa utakuwa ni mwenye kutajwa. Utaji wako utakuwa ni wenye kujishiriki, na kila mtu akikutaja kwa jambo jema, basi kule kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni mwenye kufarijika, utakuwa ni mwenye kuwa na amani. Je, wewe unataka katika hii dunia ukifa uwe unatajwa kwa maovu? Kuna baadhi ya watu vifo vyao au siku yao ya kifa, wengine
wengine wanasema alhamdulillah, mtu fulani amekufa sahihi, tumepata amani. Kwa sababu hatuna amani, kila siku ni kipigo. Tukiingia msikitini, yeye vurugo, anapiga kelele, anasumbua watu. Sahihi ni kushukuru, tutaswali na amani, tutafanya ibada zetu na amani. Je, wewe unataka uwe miongoni mwao? Wanasema man kana sayyi al-khuluq yubghidhu an-nas au yuhibbuna mahafata shadidi, yoyote ambaye kwamba atakuwa na tabia mbaya, watu humwogopa yeye au humpenda, si kwamba anampenda kwa mahaba kwamba yeye ni mwanadamu, kwa kuhofia shari zake. Wakasema angalia, yule jamaa tabia nzuri, ni mzuri, lakini si kwamba anakusifu kwamba kwa Mwenyezi Mungu wewe ni mzuri sana. Hapana, atakuwa anakufanyia istizai ili usimuue au usimfanye jambo lolote ambalo kwamba litamdhuru yeye. Kwa hiyo ni namna gani au ni watu wangapi ambao kwamba wana tabia nzuri, na hii tabia nzuri imechukua nafasi gani katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na sisi wenyewe tunafaa tuchukue mfano kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Kama hatukuchukua mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe amesema wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mwenyezi Mungu mwenyewe anamsifu. Ina maana kwamba tabia nzuri ina nafasi kubwa sana katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, katika siku ya Kiyama, tabia njema ile siku watu wanawapima watu au Mwenyezi Mungu anaweka watu katika mizani. Hamna kitu ambacho kwamba kitakuwa ni kizito katika mizani isipokuwa mtu mwenye ambaye kwamba atakuwa na tabia nzuri. Ukiwa na tabia nzuri au ukiwa na uchaji Mungu, basi utakuwa umepata fursa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume amesema ma min shay'in aqalu fi mizani al-mu'min yawm al-qiyamati min husni al-khuluq. Hakuna kitu kizito zaidi katika mizani siku ya Kiyama kuliko tabia nzuri. Je, sisi hii tabia nzuri tunaichukulia vipi? Na huwezi kuwa na tabia nzuri ukiwa na tabia mbaya, basi katika mizani mambo yako yatakuwa ni mepesi, lakini ukiwa na tabia nzuri kwenye mizani itakuwa ni mwenye kupata fursa kubwa, hata utakuwa ni mwenye kupata nafasi ya kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii tabia nzuri imebebwa na mambo mengi sana. Ukiwa kweli utakuwa umepata fursa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utakuwa umepata fursa katika miongoni mwa wale ambao kwamba atakuwa na tabia nzuri. Ukiwa ni mwenye kumhurumia mwenzako au ndugu yako, utakuwa umepata fursa miongoni mwa wale ambao kwamba na tabia nzuri. Ukiwa wewe ni mtu wa kusubiri, basi utakuwa miongoni mwa wale wenye tabia nzuri. Ukiwa wewe ni mtu ambaye kwamba unamhurumia ndugu yako Muislamu au ndugu yako ambao kwamba ni kutoka kwa mazazi yako, utakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wana tabia nzuri. Hebu atueleza, tabia njema kumpelekea mtu kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiposa mtume wa Mwenyezi Mungu siku moja amesema kuambia maswahaba, aktharu ma yadkhulu an-nasa al-jannata at-taqwa. Vitu vingi ambavyo kwamba vitakavyowaingiza watu katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni at-taqwa. Ataqwa ni nini? Ataqwa ni kwanza, jambo la kwanza takwa ni mambo manne. Hiya al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa wewe unamwogopa Mwenyezi Mungu, utakuwa umepata fursa miongoni mwa taqwa. Wal amal bitanzih, na kukifanyia kazi kile kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambacho kama ametuletea, si chengine na Qur'an tukufu, utakuwa umepata katika fursa ya taqwa. Wal qana'atu lil qalil, na ukiwa wewe ni mtu wa kukinai kile kichache ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia, basi utakuwa umepata fursa katika taqwa. Wal amal bitanzili, na kufanya kazi alafu
kumbuka siku yako ya kufa, kwamba wewe yani kuishi na ukajua kwamba wewe kuna siku mimi nitatoweka katika hii dunia. Lazima wewe ufanye jambo jema. Alafu akaendelea wa husnul khuluqi, na tabia nzuri. Ukiwa na taqwa na ukiwa na tabia nzuri, basi hata kwa Mwenyezi Mungu unaingia bila shaka. Kutoka mwanzo sisi kwa Mwenyezi Mungu hatuwezi ingia kwa ibada zetu au kwa funga zetu, bali tutaingia kwa pepo ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa ni kwa rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo mambo mawili ukiwa nayo, basi utakuwa ni miongoni mwa tabia nzuri. Mtume anaendelea kusema, akasema, inna min ahadikum ilayya aqrabikum minni majlasan yawm al-qiyamati ahsanakum akhlaqan. Katika watu nawapenda zaidi na watakaokuwa karibu nami siku ya Kiyama ni wale ambao kwamba wana tabia nzuri. Je, wewe una tabia nzuri? Wewe kwa tueleza tabia nzuri imechukua fursa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuombaomba ni miongoni mwa tabia mbaya. Kujifanya mbali ni miongoni mwa tabia mbaya. Yaani wewe ukienda mbele ya watu huwezi pata taratibu, lazima wewe ujifanye mbali. Wewe unajua kuzungumza mbele ya binadamu au mbele ya watu. Kila kitu kina sharti zake na kila kitu kina miongozo zake na kuna njia zake ambazo kwamba zinatakikana. Basi ukiwa na hayo au ukiwa na moja katika hayo, utakuwa ni wenye kuwa miongoni mwa tabia mbaya. Baadhi ya tabia nzuri ambazo kwamba Muislamu anatakiwa ajipambe nazo katika hii dini ya Mwenyezi Mungu, mmoja wapo ni ukweli. Ukiwa wewe ni mkweli, basi umepata fursa katika kuwa miongoni mwa wale wenye tabia nzuri. Asili ukweli. Na Mtume Mwenyezi Mungu amesema, ala unabbiukum bi akbaril kabair, naambieni ninyi kwa yale madhambi makubwa makubwa, ashirku billahi wal huququ biwalidayhi, kumshirikisha Mungu na kutenda waziwaili wa kauli nzuri. Wakana mtakia, Mtume akawa mwenye kutegemea. Ina maana urongo ni kitu kibaya, mpaka maswahaba akasema Mtume analikariri mara tatu. Urongo ni kitu kibaya, itakuwa ni miongoni mwa tabia mbaya. Ukitaka uwe na tabia nzuri, unafaa uwe mkweli. Wanasema katika hadithi yake Mtume anasema, inna sidqa, hakika ukweli, yahdi ila albir, utakupelekea wewe katika wema. Wa inna albirra, na hakika huo ukweli, yahdi ila aljanna, utakupeleka wewe katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa wewe ni kweli, utakuwa miongoni mwa wale wenye tabia njema, na hiyo tabia njema itakufanya wewe utakuwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili tunaambiwa katika Uislamu tunafaa kujipambe nalo na tuwe miongoni mwa wale wenye tabia nzuri ni kusamehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, li'afu wa yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, wasamehe na wavumilie. Je, hamtaki Allah Subhanahu wa Ta'ala akusamehe? Hii ina maana kwamba mwenzako akikufanyia jambo ambalo kwamba linakuudhi wewe, ni vizuri ukamsamehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, sabaqat rahmati ghadabi, zimeshinda rehema zangu hasira zangu. Wewe ni nani ambaye kwamba huwezi kusamehe mwenzako kwamba amekosea? Ukiwa wewe si mtu wa kusamehe mwenzako, basi hata Mwenyezi Mungu hatakusamehe wewe. Ni vizuri mwenzako akifanya kitu ambacho kwamba kimekuudhi na akakuomba msamaha, basi ni vizuri umsamehe, na kama hakumsamehe, basi utakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba hawana husnul khuluq. Jambo lingine katika dini tunafaa tuwe nalo ni asubira.
Ukiwa na subra utakuwa miongoni mwa wale wenye tabia nzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Baqara aya 153, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Wewe ni nani ambaye kwamba usubiri? Na ukiwa wewe huna subra, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakuwa na wewe katu, kwa sababu tayari ashasema inna Allaha ma'as sabirin, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale ambao kwamba watakuwa na subra. Na katika hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwezi faulu mpaka uwe na subra. Kama hutakuwa na subra, basi utamama katika maasi. Na anasema kwa maasi la khaira, hamna khairi la khaira fi ladhati, hamna khairi katika maasi min ba'daha nari. Angalia maasi, ulikwenda kalewe, uende ukafanya starehe, ukafanya uchafu, mambo ambayo hatomfaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada yake itakuwa ni kwenda motoni. Kwa hiyo unafaa uwe na subra. Ukiwa na subra utakuwa ni miongoni mwa tabia nzuri. Jambo lingine la nne ambalo kwamba litakufanya wewe katika dini uwe na fursa ya husnul khuluqi ni unyenyekevu. Mtume amesema wama tawala ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, hakuna mtu anayenyenyekeza kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kumpandisha daraja. Ukiwa mnyenyekevu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ukupandisha wewe daraja, ukawa na fursa kubwa sana katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuliza, tunafaa tujipambe na husnul khuluq, kwa sababu suul khuluq, tabia mbaya, itakufanya wewe uwe mbali sana na dini, au uwe mbali sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaweza kufika daraja ya chini kabisa akiwa na tabia mbaya, bali ukiwa na tabia nzuri utakuwa ni mwenye kuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume amesema inna rajula la yudrika bisu'i khuluqihi daraka asfala jahannam. Mtume anasema mtu anaweza kufika daraja chini sana katika moto wa jahannam kwa sababu ya tabia mbaya. Wewe ukiwa na tabia mbaya, basi unaweza kufika chini zaidi ya moto wa jahannam, ukawa hata afadhali wale ambao kama wamefanya mambo mengine wakawa juu, wewe ukawa chini sana kwa sababu ya tabia mbaya. Kwa hiyo tunafaa tujipambe na tabia nzuri ili kuendeleza katika imani. Mambo ambayo kwamba kama huko yafanya utakuwa wewe una tabia nzuri. Jambo la kwanza, unafaa usiwe mrongo, kwa sababu mrongo utakufanya wewe uende katika uovu, na huo uovu utakufanya wewe uwe katika moto wa jahannam. Tuliza, jambo la pili, unafaa usijipambe na sifa ya ukibri. Ukibri hakiwezi kufaana kwa mwanadamu, hakiwezi kufaa wewe katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine, kusengenya. Ukiwa wewe ni msengenyaji, basi utakuwa tabia yako ni mbaya kabisa. Na ukiwa wewe ni mwenye kuwadharau waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muone yule ni mlevi, analewa sana, yule ataingia, hapana, si hivyo. Ukimuona mwenzako anafanya jambo baya, basi mkatazi. Ukimuona mtu anafanya kufuru, basi muite, mwambie, ndugu yangu, haufai kufanya hivi, kwa sababu wewe hujui kwamba kesho yako utakuja kuwa nani. Huenda huyo ambaye kwamba unamdharau atakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, atakuwa mwenye kuwa na fursa kubwa, alafu wewe utakuwa ni miongoni mwa wale walio chini. Dharau haifai mwanadamu, au katika dini au katika Uislamu mtu kujipambana nalo. Tuliza, jambo lingine mwanadamu au Muislamu hafai kujipambana nalo ni kuwa na hasira mbaya.
mwenzako kidogo akifanya kosa, basi wewe utakuwa ni mwenye kuwa juu, ukasema haifai, huyu si mtu mzuri katika dini. Hiyo itakuwa ni miongoni mwa yale mambo kwamba hastahili mwanadamu kuwa nayo katika dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, na itakuwa ni miongoni mwa yale ambayo kwamba atakupeleka katika soko kuu. Utakuwa si mwenye kuwa na tabia nzuri, na ukiwa na tabia nzuri mbele ya mizani au siku ya Kiyama utakuwa ni mwenye kupata fursa kubwa, na mizani yako itakuwa ni yenye kugonga urahisi au ni yenye kugonga urahisi katika hiyo siku. Kwa hiyo kuuliza, naimsia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu kwa kuwa na tabia nzuri katika hili dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba anazungumza ukweli, na Muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba hadhuru watu. Ukiwa wewe ni wa kudhuru watu, basi utakuwa miongoni mwa tabia mbaya. Muislamu wa kweli atakuwa anaweza faa awe ni yule mwenye kwamba ana subira. Muislamu wa kweli anaweza faa kuwa ni yule ambaye kwamba ana huruma, anahurumia waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Muislamu wa kweli anafaa awe ni mwenye ambaye kwamba anawasamehe waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu mwenzako akifanya kitu, wewe unamsamehe, wewe unamwachia Mungu. Utasema Mungu, bana mimi huyu mja wako mnyonge, madhambi yake ni mengi, mimi ya Rabbi nimemsamehe. Ukimsamehe basi hata hivi mwenyewe kuna madhambi ambayo kwamba tunafanya katika siri na dhahiri, Mungu atakusamehe kwa wepesi. Na tulipewa nafasi, Mwenyezi Mungu hasira zake yani ni ndogo, yani hasira za msamaha wake uko juu ya hasira zake. Angalia nafasi hapo kwamba tumepewa sisi binadamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunafaa kipande na tabia nzuri. Mtume amesema, akmalul mu'minina imana ahsanukum khulqan, waumini waliokamilika zaidi katika imani ni wale ambao kwamba wana tabia nzuri. Ukiwa na tabia nzuri utakuwa ni mwenye kufaulu katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa wewe ni mtu wa kusamehe, utakuwa ni miongoni mwa watu ambao kwamba wana tabia nzuri. Usiwe ni mwenye kuombea watu dua mbaya, kwa sababu ukimwombea mwenzako dua mbaya, basi ile huwa itakurejelea wewe mwenyewe. Tuangalie katika kisa fulani cha mfalme. Siku moja mfalme alikuwa anatembea yeye na mawaziri zake. Alipokuwa anatembea, akaenda katika majengo ya wana wa yatima. Akaona mtoto mmoja, akamwita, akamwambia, njoo wewe kijana, vipi wazazi wako wako wapi? Akasema, ewe mfalme, mimi ni yatima, nateseka, mimi mwenyewe ni yatima, naishi katika haya majengo ya watoto wakilelewa yatima. Yule waziri pale kando akasema, vipi huyu, si afadhali angechukua mtoto wangu? Yule mfalme akachukua yule mtoto, akawa ni mwenye kumlea, akaenda naye, akamwambia, kila siku utakuwa ni mwenye kwenda kule, ukisoma ukimaliza utakuja kwangu, utansomea, alafu utakuwa ni mwenye, yani wewe utakuwa unakula kwangu, unaishi kwangu. Yule waziri akawa ana chuki, akawa anachirika. Ikabidi akapanga fikra au akaika fikra katika kichwa chake, nikufanya nini mimi ili niharibu. Akaanza kupika vyakula ambavyo kwamba vina makruh kama vitunguu, au vyakula ambavyo kwamba vina harufu mbaya na ladha mbaya, na kumpatia yule mtoto. Anampatia yule mtoto, anakula yule mtoto, alafu anamwambia, ukienda kwa mfalme, wewe funga mdomo. Mfalme akikuuliza, wewe funga mdomo, usizungumze naye, wewe nyamaza hivyo tu. Mtoto yule akila, akienda kwa mfalme, mfalme anamwambia, haya nisomee leo umesoma nini? Yule mtoto akawa ni mwenye kufunga mdomo. Leo umesoma nini? Mtoto yule anakuwa ni mwenye kufunga mdomo. Anaenda zake, mfalme anamwacha, anamwambia, anaenda zako kama leo umenyamaza. Yule waziri akamfuata mfalme, akamwambia, hela, unajua kunaendelea nini? Yule mtoto anatangaza huko, anasema, wewe unaruka harufu mbaya, unatoa harufu mbaya, ndio maana anafunga mdomo. Mfalme yule akawa na hasira, akajawa na hasira katika kichwa chake. Mfalme yule akawa ni mwenye kupanga fikra, akachukua karatasi siku moja, akaandika kwa karatasi, akasema, nataka huyu akatwe kichwa. Alafu akamwita yule mtoto, akampatia ile karatasi, akamwambia, nenda katika maaskari zangu, nimekutuma, nenda na hii karatasi
mpatie askari wangu mmoja, alafu mambo mengine ataendelea. Mtoto yule akachukua ile karatasi kutoka na matanda yule waziri. Waziri yule akamwambia, wewe mtoto unaenda wapi? Akasema, mimi nimetumwa na mfalme nichukue hii barua au nichukue hii karatasi nipeleke katika maaskari zake. Waziri akasema, hapana, wewe ni mtoto mdogo, mimi ndio waziri, ninafaa nikitumwa mimi katika hili jengo la mfalme. Waziri yule akachukua, akaenda nao ile barua, kwenda nao kumuonyesha askari hivi. Askari akaona, nataka ni kichwa chake niletewe, akawa ni mwenye kumkata kichwa chake yule waziri. Barua ikapelekwa, kichwa kikapelekwa kwa mfalme. Mfalme kuja fungue hivi, akaona ni kichwa cha waziri. Anashangaa, vipi, mimi nimetuma mtoto, nataka yule mkono mtoto akate kichwa kwa sababu anatangaza mimi kwamba ana harufu mbaya. Yule mfalme akamwita yule mtoto, akamwambia, nataka uniambie kunaendelea nini? Mtoto akamwambia, yule waziri alikuwa akimpatia vyakula ambavyo kwamba vinatoa harufu mbaya, alafu ananiambia nikija kwako niseme niwe nafunga mdomo kwa sababu wewe upendi harufu mbaya. Ikhwatu fil iman, angalia, ukimfanyia jambo baya au ukikusudia kumfanyia jambo baya mwenzako, huwa mara nyingi linakurejelea wewe. Mfalme akasema, ya Allah, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa hukumu, na utakuwa ni mwenye kuwa miongoni mwa tabia mbaya. Kwa hiyo kwa imani tunafaa tujipambe na tabia nzuri, na tabia nzuri miongoni mwazo tumezitaja katika kitabu au wanazuoni wengi wamezitaja kwa wingi. Muislamu yoyote anafaa awe anajipamba na husnul khuluq. Ukiwa na husnul khuluq, utakuwa ni mwenye kupata fursa kubwa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa imani, mimi sina mengi hapo kwamba ninafaa leo nizungumze hii siku ya leo, isipokuwa ujumbe wangu ni kuhusu tu sisi binadamu au katika jamii tuwe tunajipamba na husnul khuluq. Kwa haya yote kwamba tumezungumza, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Allahumma laula anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la salayna fa anzil sakinatan alayna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.